Tumeitana leo hapa kwa siku ambayo kama mnavyojua, pamoja na mambo mengine, leo ilikuwa ni kilele cha miaka 33 ya uwepo wa chama chetu. Na jana usiku, juzi usiku, nilipokea taarifa kutoka kwenye familia ya mzee Mtei kwamba mzee ameaga dunia, na tukatumia nafasi hiyo kuitangazia nchi na kuwatangazia dunia kwamba mzee huyu ambaye amefanya kazi sio tu ndani ya nchi yetu, amefanya kazi vile vile kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na amefanya kazi duniani kwenye shirika la fedha la dunia IMF, kwamba ameondoka duniani na amefariki. Sasa kutokana na hilo, jana tukaagiza kwamba bendera zote za chama kwa nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa siku 7 kwenye ofisi zote za chama. Kwenye ile statement tuliitoa, kuanzia kwenye ofisi za mikoa, kanda, mpaka ofisi za chini kabisa za kwenye misingi. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza kwamba bendera za chama kama ilivyosema statement ya chama jana zitaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku 7. Tutaendelea na maombolezo kwa siku 7 vile vile, kwa sababu mzee Mtei, kwa wale ambao hawajui historia ya mzee Mtei, mzee Mtei amekuwa kiongozi na muasisi wa chama chetu. Ndio mtu aliyekuwa na wazo, ndio genesis ya wazo la Chadema ilipoanzia, wakishirikiana na wenzake. Baada ya kuwashirikisha hilo wazo, mzee Bobu Nyanga Makani, wakina mzee Victor Kimesera ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, Freeman Mbowe na wengine, wakaanzisha hiki chama. Na kwa miaka 33 ya uwepo wa chama hiki, na mzee ameondoka karibia na siku moja kwenye birthday ya chama ambayo ilikuwa kinatimiza miaka 33, kwa sababu Chadema ilisajiliwa na kupata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi wa kwanza, siku kama ya leo, na mzee ameondoka jana. Kwa hiyo ni tukio kubwa la kihistoria kwa chama chetu. Huyu mzee, cha kwanza mnapaswa kujua, amekuwa ni msomi mkubwa kwenye nchi hii, na amekuwa gavana wa kwanza wa BOT ilipoanzishwa mwaka 66. Sasa kwa sababu muasisi wa chama chetu alipoanzisha hiki chama, alikianzisha katika mazingira ya chama cha kidemokrasia, na hata ukisikia jina letu alichagua jina zuri. Wengine waliweka majina ya kizungu, National Convention sui for what, Tanzania Labour sui nini. Chama chetu kina jina la Kiswahili, maneno rahisi: Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba 1, kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu sio jambo dogo, muasisi wa chama chetu. Kwa ndugu zangu, tunapomwomboleza mzee Mtei leo, message yangu kwa wanachadema nchi nzima, cha kwanza wote, tukianza na mkoa wa Mara, sisi ni watu ambao huwa tunaonesha mfano, na kanda hii na kanda nyingine zote, ninawasihi sana wanachama kwa wingi, kwa kadri tunavyoweza, tujipange kusafiri kwenda Tengeru, Arusha, kwa ajili ya kumuhifadhi mzee Mtei siku ya Jumamosi tarehe 24. Kwa hiyo wito wangu kupitia vyombo vya habari leo ni kuhamasisha wanachadema nchi nzima, twende tukamwage mzee huyu kwa heshima kubwa ya chama chetu na kwa heshima aliyoisababishia chama chetu. Huu ni msiba wetu. Tumefiwa na mtu wa muhimu sana kwenye historia ya chama chetu, kama tulivyokwenda kwa mzee Bobu Nyanga Makani pale Shinyanga, wale wanaokumbuka, mwaka 2012,
Vile vile viongozi wa mkoa kwa kushirikiana na wanachama wetu, viongozi wa kanda nchi nzima, hakikisheni tunajitokeza kwa kushiriki hili tukio kubwa la kumstiri, na ikiwa vizuri tufike siku ya Ijumaa Arusha. Mimi nitasafiri kesho, nitakuwa Arusha kwa ajili ya kuongoza waombolezaji wote kumsindikiza mzee wetu huyu kwenye nyumba yake ya milele. Jambo la pili, chama chetu tulishaazimia na sasa tutaliweka katika practice, katika kulifanikisha jambo la kujenga chuo cha kumbukumbu ya Mheshimiwa Mzee Edwin Mtei, Academy ya kumbukumbu ya Mzee Edwin Mtei kwa heshima yake, kwa ajili ya mchango mkubwa, kuonesha thamani ya mchango mkubwa aliyofanya kwa nchi hii, kwenye demokrasia ya nchi hii. Huyu mzee ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo kabisa. Nimewaambia yeye mifumo yote ya fedha ya nchi hii ameshiriki katika uanzishaji wa benki kuu, ndio gavana wa kwanza kabisa. Wakati hii benki kuu hatukuwa nayo. Fikiria kwa mfano leo hakuna nyumba, wewe ndio uwe mtu wa kwanza kujenga nyumba, ndio uwe mtu wa kwanza kufikiria kiti hiki kikae hapa, hiki kiti kikae pale, meza zikae hapa. Hiyo si ni kazi kubwa ndugu zangu? Kwa ndugu zangu, kwa niaba ya chama chetu tunachukua nafasi hii pia kutoa pole zaidi kwa familia ya mzee Edwin Mtei, watoto wake Dr. Lilian Mashinda Mtei na wengine, na kuhakikishia kwamba chama chetu kitakuwa pamoja nao katika kipindi hiki kigumu kwa familia, lakini vile vile kipindi kigumu kwa chama chetu, kwa sababu huyu ni muasisi wa chama chetu, ni mtu ambaye tulikuwa tunamheshimu sana, kila mtu anajua.